Baada ya jana klabu ya Yanga kuweza kurejea salama nchini wakitokea kule Algeria ambapo walitoka kupoteza mchezo wao wa pili wa kundi A wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League dhidi ya MC Alger. Waandishi wa habari walikuwa na shauku wakati klabu ya Yanga inawasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Julius Nyerere International Airport. Walikuwa na shauku kuweza kupata maoni ya kocha mkuu wa klabu ya Yanga Saad Ramovic, lakini haikuwa bahati kwani hakuwa tayari kuweza kuzungumza, lakini alipozungumza na gazeti la Mwanaspoti ameweza kutanabaisha juu ya kile ambacho kimewasababisha wao kuweza kupotea katika mchezo dhidi ya MC Alger na kuweza kupokea kichapo cha magoli 2-0. Anasema kocha mkuu wa klabu ya Yanga Saad Ramovic amesema makosa mawili ya wazi waliyofanya dhidi ya MC Alger ndiyo yaliwagharimu zaidi na kusababisha kupoteana ama kupoteza mchezo siku ya juzi. Yanga ikiwa Algeria katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika kundi A uliochezwa katika uwanja wa Julai 5 ilipoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya MC Alger, ikiwa ni kichapo cha pili baada ya awali nyumbani kupata matokeo kama hayo mbele ya Al Hilal ya Sudan. Akizungumzia mchezo huo, Ramovic, raia wa Ujerumani ambaye hiyo ilikuwa ni mechi yake ya 3 tangu akabidhiwa kikosi hicho Novemba 15 mwaka huu, alisema hayakuwa matokeo ambayo waliyatarajia, hasa baada ya kuruhusu mabao ambayo yalitokana na makosa yao kwa kupoteza umakini kwenye matukio mawili tofauti. Anazungumza, inawezekana haikuwa siku nzuri kwetu. Ukitazama tulivyoanza mchezo na matokeo tuliyoyapata ni vitu viwili tofauti. Tulifanya makosa mawili ya kupoteza umakini na yakatugharimu. Hizi ni mechi ambazo unatakiwa kucheza ukiwa timamu kwa muda wote wa mchezo, alisema hayo Saad Ramovic. Wakati Ramovic akisema hayo, kuna mambo yameonekana kuchangia zaidi Yanga kupoteza mchezo huo, huku wakiwa na hesabu mpya katika mechi 4 zilizosalia baada ya kucheza dhidi ya Al Hilal nyumbani kisha MC Alger ugenini. Desemba 14 mwaka huu Yanga itakuwa ugenini nchini DRC Congo kukabiliana na TP Mazembe Englaba. Mchezo huo utachezwa uwanja wa TP Mazembe uliopo Lubumbashi. Yanga inapaswa kuamkia hapo kwani hivi sasa inaburuza mkia ikiwa haina alama yoyote, huko ikiwa haijafunga goli lolote na ikiwa imefungwa magoli 4. Hata hivyo haitakuwa rahisi kwa Yanga kwenda DRC Congo na kushinda, lakini wafanye kazi ya ziada. Mchezo huo unatukumbusha mwaka 2016 na msimu 2022-2023 ambapo timu hizo zilikutana katika michuano kombe la shirikisho Afrika hatua ya makundi. Katika mchezo uliopigwa Lubumbashi mwaka 2016, wenyeji TP Mazembe walishinda magoli 3-1 na hata walipokuja Dar es Salaam wakashinda tena goli 1-0. Msimu 2022-2023 ilikuwa zamu ya Yanga kulipa kisasi kwani nayo ilipata matokeo kama hayo. Mechi ya kwanza wakishinda 3-1 nyumbani na ugenini walifanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0 na kuweza kufuzu kwa hatua ya robo finali kutokea katika kundi lao, wakati TP Mazembe ikifunga Yanga njindani 2016 na kuongoza kundi kwa kukusanya alama 13, huku Yanga ikimaliza mkiani na pointi 4. Pia Yanga nayo iliweza iliweza kujikusanyia pointi 13 huku ikimaliza mkiani na pointi 4. Pia Yanga nayo msimu 2022-2023 iliongoza kundi kwa pointi 13, TP Mazembe ikiburuza mkia ikiwa na pointi 3 pekee. Ameyataja maeneo ambayo pengine iliathiri kwa namna moja ama nyingine kuweza kupoteza mchezo dhidi ya MC Alger. Anasema eneo la umiliki wa mpira, huku pasi zikipotea sana. Anasema angalia pasi ambazo zilikuwa zinapigwa na viungo wa Yanga ambao walikuwa wakianzisha mashambulizi: Duka Buya, Max Nzengeli, Stephen Aziziki na hata Mudathiri Yahya. Wakati fulani Yanga ilipoteza pasi nyingi ambazo ziliwapunguzia ubora wa kukamilisha mashambulizi yao ya haraka. Kwa soka la mashambulizi ya kushtukiza, ili ufanikiwe unatakiwa kuhakikisha pasi zako zinakuwa za uhakika, kuhakikisha mashambulizi yako yanafanikiwa, kitu ambacho Yanga walikikosa. Pass accuracy ilikuwa ni tatizo kwa upande wa Yanga. Upande wa kushoto kuna vuja. Upande wa mlinzi wa kushoto wa Yanga kuna vuja. Yanga itaendelea kukumbana ama kukosa uwepo wa beki wake wa kushoto Shadrack Boka ambaye anapambana kurudi akitokea kuuguza majeraha,
na hili linakuwa rahisi kutokana na mbadala wake Nixon Kibabage kushindwa kufanya kazi kwa uhakika. Kibabage ameshindwa kuonyesha akili yake kukomaa baada ya kucheza vibaya mechi 2 mfululizo za mashindano hayo makubwa ya klabu Afrika. MC Alger walitumia eneo hilo kupitisha mashambulizi yao mengi na kufanikiwa kutengeneza ushindi wao wa kwanza katika mechi 2 zilizocheza. Ni wazi kwamba Boka ni mtu muhimu katika eneo la ulinzi wa kushoto, ukizingatia kwamba anaweza kupandisha mashambulizi huku silaha yake kubwa ikiwa ni kasi na kuzuia yupo vizuri. Eneo lingine ambalo tunaweza kusema kwamba Yanga wamepotea ni pamoja na mchezaji wao muhimu zaidi ambaye aliwapa matokeo makubwa sana msimu uliopita, Aziz Ki, kudrop fomu yake. Kila timu ina injini yake ya kutengeneza mashambulizi. Ukiangalia msimu uliopita Yanga ilikuwa ikitegemea ubunifu mkubwa wa Aziz Ki kufanya mambo makubwa, lakini msimu huu kiungo huyo ameendelea kucheza kwa kiwango cha chini sana. Aziz Ki ameshuka na hata uso wake unaonyesha kuwa ni mchezaji anahitaji muda wa kurudisha kiwango chake cha msimu uliopita. Kuna mambo mawili yanaweza kufanyika. Clatous Chama achukue majukumu ya Aziz Ki kwa kuanza kikosi cha kwanza, au kiungo huyo kupumzishwa kabisa mechi kadhaa ili kurudisha ubora wake, kwani anaonekana amechoka baada ya msimu uliopita kutumia nguvu nyingi katika kuwania tuzo ya ufungaji bora wa ligi kuu bara na kufanikiwa kwa kufunga mabao 21. Kingine ambacho kinawagharimu Yanga ni uwepo wa majeraha wengi kikosini. Yanga bado inateswa na majeraha ama majeruhi waliomo kwenye kikosi chao ambao wameondoa ubora wa timu hiyo kucheza kwa kiwango kikubwa. Mechi hizi 2 imewakosa Khalid Aucho, Dickson Job, Shadrack Kiboka pamoja na Clement Mzize. Imewakosa huku pia kipa Djigui Diarra akicheza mchezo wa juzi akiwa na majeraha. Hii itaathiri Yanga katika michezo inayoendelea kucheza. Hapa hakuna tiba ya moja kwa moja. Issue ya majeraha huwa inasumbua timu yoyote. Kikubwa wachezaji wanaochaguliwa kuziba mapengo ya wanaokosekana wanapaswa kuwa tayari muda wowote. Hili pia limetokea pia kwa klabu ya Manchester City ya pale Uingereza, ambapo majeraha kadhaa yamesababisha timu hiyo kuweza kudrop fomu yao. Tunakumbuka tu walipata pigo baada ya kumpoteza kiungo wao Rodri katika mchezo dhidi ya Arsenal mapema mwanzoni mwa msimu, na mpaka sasa Rodri hajarejea na inaelezwa kwamba anaweza akamaliza msimu mzima kutokana na jeraha hilo alilolipata. Lakini pia wamekumbana na majeraha kadhaa Kovacic, lakini pia juzi katika eneo la kiungo ambalo ndio eneo muhimu sana kwa Manchester City wanampoteza Rico Lewis ambaye alipata kadi nyekundu na katika mchezo wa Crystal Palace. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba majeraha sio kwa timu moja tu, majeraha vilabu mbalimbali vimekuwa vikikumbana nayo na vimesababisha kutetereka kwa namna moja ama nyingine. Lakini eneo lingine ambalo Yanga inaweza ikawa ni changamoto kwa upande wao ni eneo la umaliziaji. Ushambuliaji umekuwa butu sana katika klabu ya Yanga tofauti na msimu uliopita. Nasema kule mbele nako Yanga bado haina utulivu mkubwa wa kumalizia nafasi inazotengeneza. Juzi ilianza na mshambuliaji Kennedy Musonda, licha kuongeza kitu lakini bado kushuka kwake chini sana kulifanya timu hiyo kuwapa utulivu mkubwa walinzi wa timu pinzani, na maanisha MC Alger. Prince Dube anaonekana kupoteza kujiamini. Clement Mzize amekosekana kwa sababu ya majeraha, wakati Jean Baleke hana nafasi kubwa katika kikosi hicho. Hao ndio washambuliaji wanatakiwa kulichukua jukumu hili moja kwa moja na si mtu mwingine. Kwa hiyo Yanga na inaelezwa kwamba Yanga wanaingia sokoni kwa ajili ya kutafuta mshambuliaji mpya, na kuna tetesi kwamba mshambuliaji raia wa Uganda Fahad Bayo ambaye ni anatumikia The Cranes, timu ya taifa ya Uganda, lakini alishawahi kucheza soka la kulipwa nchini Israeli, inaelezwa kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kutua viunga vya Twiga na Jangwani kuweza kuwatumikia machampioni wao wa nchi mara 30, klabu ya Young Africa. Tujiulize tu kwamba pengine Fahad Bayo kuwasili kwake kutakuwa ni suluhisho katika safu hiyo ya ushambuliaji ambayo katika misimu miwili nyuma ilikuwa kimtegemea zaidi Fisto Kalala Mayele, ambaye na yeye baada ya kupata dili nono Uarabuni ametimkia katika klabu ya Pyramids. Na katika kipindi hicho Yanga imeonekana kuleta wachezaji tofauti kwa ajili ya kuweza kukava nafasi yake, akiwemo Kennedy Musonda, Hafizi Konkoni kutoka Ghana, lakini pia Joseph Gede
kutoka Ivory Coast, naye akashindwa. Lakini amekuja Prince Mpumalele Dube pamoja na Jean Otos Baleke, lakini nao wameonekana sio suluhisho ama sio tiba ya nafasi hiyo ya ushambuliaji. Je, Yanga katika dirisha hili dogo wakiongeza nguvu katika eneo hilo itakuwa ni suluhisho na tiba kuelekea msimu wao huu? Hatujui. Mimi na wewe, yetu ni macho. Na usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya kupata habari hizi na nyinginezo nyingi za kimichezo. Rinyo Updates hapa ndo kwake.